Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji na msikilizaji wa Ncha Kali Podcast. Karibu sana katika podcast ya Ncha Kali, ikiwa tunaendelea na mfululizo wa vipindi maalum vya msimu maalum wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, vipindi ambavyo vinakuwa vimejikita kwenye kuangazia wale ambao wanaitumikia na kuihudumia Qur'an tukufu. Mimi naitwa Rajab Msami, niendelee kukumbusha tu ya kuwa unayo fursa ya kuweza kufuatilia podcast nyingi sana ambazo tumekwisha kuzifanya, na unaweza kufanya hivyo kupitia katika platforms mbalimbali za podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify na nyinginezo nyingi. Kote huko utatupata kama AD+ Swahili. Lakini kama ungependa kufuatilia podcast hizo kwa kuzitazama, tembelea channel yetu ya YouTube inakwenda kwa jina la AD+ Swahili. Naendelea kutilia msumari ya kuwa ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kila siku muda na wakati kama huu, tutakuwa mbele yako kwa ajili ya podcast ya Ncha Kali ya msimu maalum wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tutakuwa na wageni ambao ni wenye kuitumikia Qur'an tukufu, kama ambavyo leo tutakuwa naye mmoja wapo. Nataka kumfahamu ni nani, kusihi sana uendelee kutufuatilia. Usitoke mbele ya runinga yako kama unatufuatilia kwa runinga, lakini usivue headphones kama unatufuatilia kwa kutusikiliza. Sheikh, karibu sana kwenye Ncha Kali Podcast, ikiwa ni msimu maalum wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nikupe fursa uweze kuwasalimia wanaotutazama na kutusikiliza, lakini ujitambulishe majina yako na utueleze unaitumikia na kuihudumia Qur'an katika upande upi. Karibu sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa jina mimi naitwa Al-Ustadh Said Othmani Matembe. Said Othmani Matembe. Karibu sana Ustadh Matembe. Tueleze unaitumikia Qur'an katika upande gani? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama nilivyojitambulisha majina yangu kwamba naitwa Ustadh Said Othmani Matembe, mimi naitumikia Qur'ani katika kituo cha Markaz Ibn al-Jazar litahfidhi al-Qur'an al-Karim wa dirasatu al-Islamia, iliyoko katika maeneo ya Vikindu, wilaya ya Mkuranga, mkoa wa Pwani. Kwa hiyo niko hapo katika kituo hicho nikiwa kama mwalimu na mtumishi wa Qur'ani katika kituo hicho cha Ibn al-Jazar. Sawa sawa. Ustadh Said Matembe, kwanza karibu sana katika Ncha Kali Podcast. Shukran. Na kwa kuwa umetueleza wewe sasa hivi uko katika kituo cha Ibn Jazar, ni mtumishi wa Qur'an pale katika upande wa kufundisha. Tunaizungumza Qur'an, tutaangazia mengi sana kuhusiana na safari yako na Qur'an. Tukiangalia umri wako, tumekuwa tukiwahoji watu ambao ni vijana kidogo, tunafarijika tukiendelea kuwahoji watu ambao umri umesogea kidogo, kwa sababu tunaamini safari yao na Qur'an ni ndefu kidogo, lakini kutakuwa na upekee, kwa sababu ukiona mtu ambaye amesafiri na Qur'an miaka mingi iliyopita, kuna utofauti mkubwa sana na vijana ambao wana safiri na Qur'an katika siku tulizonazo. Pengine kwa miaka yenu, kwa kipindi chenu, mambo yalikuwa ni magumu zaidi, changamoto zilikuwa nyingi. Kwa hiyo tutafahamu yote hayo. Mtazamaji na msikilizaji wa Ncha Kali Podcast, tuko na Ustadh Said Matembe. Ustadh Said, tunaizungumza Qur'an. Kwa hiyo kabla hatujaanza mazungumzo yetu, ni ada yetu hapa katika Ncha Kali Podcast msimu huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhan kuweza kusikiliza kisomo cha Qur'an kabla ya kuanza mazungumzo na wageni wetu ambao ni watumishi wa Qur'an. Kwa hiyo nikuombe pia wewe uweze kulifanya hilo. Karibu. Asante. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين
وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Mtazamaji na msikilizaji wa Ncha Kali Podcast, ni Ustadh Said Othman Matembe ambaye ni mwalimu wa Qur'an kule Markaz Ibn Jazar, na ndiye ambaye tuko naye leo kama mgeni kwenye Ncha Kali Podcast katika msimu huu maalum wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, msimu ambao unaangazia watumishi wa Qur'an. Ustadh Said Matembe, upo Ibn Jazar, unaifundisha Qur'an. Kuna hatua kubwa sana au kuna safari ndefu sana mpaka wewe kufikia leo hii kiasi kwamba upo Ibn Jazar unaifundisha Qur'an. Kwanza kabisa, una muda gani pale Ibn Jazar ukiwa kama mwalimu? Pale Ibn Jazari takriban sasa hivi nimeanza 2014. 2014, kwa hiyo takriban miaka 10. Mashallah, kazi kubwa kwa na kipindi kirefu kidogo, miaka 10. Kwa hiyo kwa toka mwaka 2014 ndio umeingia Ibn Jazar fundisha, una miaka 10 pale. Najua nyuma kuna safari ndefu sana mpaka kufikia kuweza kuaminika na kuweza kupewa jukumu hilo la kuifundisha Qur'an, hususan katika kituo kikubwa kama Ibn Jazar. Tuifahamu safari yako. Ulianza wapi kuisoma Qur'an mpaka kote ulipopitia mpaka kufikia leo hii umekuwa ni mwalimu unaifundisha Qur'an katika kituo kikubwa cha kuhifadhisha Qur'an kinachotambulika ulimwenguni? Bismillahirrahmanirrahim. Safari yangu ya Qur'ani ilianzia mkoani Singida, kwa sababu mimi ni mzaliwa wa Singida. Safari yangu ilianzia huko, lakini pia ilianzia Singida vijijini. Ilianzia Singida vijijini ambako ndio nyumbani. Na ambako ndio nyumbani. Mashaallah. Singida vijijini kuna tarafa ya Ilongero. Huko ndiko ambako nilianza kusoma Qur'ani, lakini nashukuru baba yangu pia alikuwa ni ustazi. Kwa hiyo alianza kunifundisha, nikajikuta kwamba suratul Fatiha na sura zingine ndogo ndogo nimezijua nikiwa tayari naamka nazikuta nishazijua kwa kuimbishwa. Lakini alhamdulillah pale kijijini nilisoma mpaka shule ya msingi. Kule mashuleni kwa hata kikosekana mwalimu wa dini, basi bana huyu anajua kidogo afundishe. Kwa hiyo nilianza huko kidogo. Basi baada ya kumaliza shule ya msingi, kwa kweli sikuweza kufaulu sekondari, na sio kwamba sikufaulu, yani nilifanywa kama hujuma fulani kwamba nikawa jina langu halikutoka. Na nashukuru shuleni pia nilikuwa nafanya vizuri, na shule yenyewe kwa najua, na hata siku ilivyotoka matokeo kwamba sijafaulu, kila mtu kwa ananisikitikia. Kwa hiyo baada hivyo nikaona kwa kuwa upande wa sekula nimefeli, nimeshindwa nini, nafasi imeshindikana, lakini nikaona bora nikaendeleze elimu yangu ya dini. Kwa hiyo nikatoka pale vijijini nikaenda mjini, Singida mjini. Kuna madrasa moja inaitwa Madrasa Tawfiq, ikiongozwa na almarhum Sheikh Juma Hassan Mpondo. Nikaenda pale, nikapokelewa, nikaanza kusoma Qur'ani, kuiendeleza Qur'ani yangu. Kwa kuwa pale nilienda sikuwa na juzuu, nilikuwa baadhi ya sura tu. Kwa hiyo baada kufika pale nikakuta kwamba kumbe watu wanahifadhi Qur'ani, ndio nilienda kuikutia pale. Zima tahfidh ukaenda kulikutia pale. Na kipindi hicho kukawa na mashindano pale. Nikahamasika,
nikahamasika na yale mashindano, nikasema inshallah na mimi tapambana mwakani nianze na mimi niingie kwenye mashindano. Kweli nikapambana, mwaka uliofuata nikawa nimemaliza juzu moja. Nikaingia kwenye mashindano, lakini unajua ugeni ni ugeni, kwa hiyo wakanipiga, kwa hiyo sikuweza kushinda. Kwa hiyo baadhi ya watu wakanicheka wenzangu ambao hawakuwa na juhudi kubwa, kumbe nguvu zako za soda tu, hata hujafanya lolote. Wakanicheka pale, na siku hiyo kwenye kilele cha mashindano alikuwepo mgeni rasmi. Yule bwana alikuwa anaitwa Abbas Kandoro, alikuwa ni mkuu wa wilaya ya Singida pale kipindi hicho. Kwa hiyo akagawa zawadi. Marehemu. Kwa hiyo kwa kweli iliniuma sana. Nikasema inshallah sitokata tamaa. Kwa kweli nikaendelea kuhifadhi hivyo, nikaongeza juzu nyingine ya pili. Na uzuri kwamba kipindi hicho wakati tunahifadhi Qur'ani, Sheikh Uthmani Ali Kaporo alikuwa ni moja katika vituo vyake vya Singida, katika mkoa wa Singida ilikuwa ni kituo hicho ambacho mimi nahifadhi Qur'ani pale. Kwa hiyo akawa mara kwa mara nakuja kutupa hamasa, jamani vijana hifadhini Qur'ani, vijana hifadhini Qur'ani, msichezee jamani, toeni juhudi muhifadhi Qur'ani. Kwa kweli nikampenda huyu mzee, na mimi nikasema inshallah na mimi taendelea kuhifadhi Qur'ani. Kwa kweli akawa kila akija ananitafuta, bwana vipi mnaendeleaje, soma. Kwa kweli akawa anatupa hamasa hizo. Kwa hiyo kawa ni sababu kiasi kwamba alhamdulillah mpaka nikafikisha juzu 5. Kaja kutokea mashindano pale ya mkoa wa Singida, kwa juzu 5 nikawa mtu wa kwanza. Inshallah. Nilipofanya hivyo basi wale wenzangu wote wakanyamaza, ambao wale walicheka mwanzo wakawa bwana kumbe anaweza. Bahati mwaka ule akawa amefariki shekhe wetu huyo, Sheikh Juma Hassan Pondo. Baada kufariki uongozi ukashikwa na Sheikh Isa Ramadhani Simba, ambaye sasa hivi ndio shekhe wa wilaya ya Singida, sasa hivi Singida mjini wa Bakwata. Kwa hiyo baada kushika nafasi hiyo akaja Sheikh Kaporo kwenye msiba. Alivyokuja, kwa sababu yule ilikuwa ni rafiki yake sana na Sheikh Kaporo. Kwa hiyo baada ya kuja kwenye msiba, Sheikh Kaporo asema basi mimi inshallah kwa msiba huu uliotokea, basi mimi nitachukua vijana 3 hapa nikawasomeshe mimi mwenyewe huko Dar es Salaam, iwe kama sehemu ya mchango wangu kuja kuendeleza kituo hichi. Kwa hiyo miongoni mwa wale waliochaguliwa ikawa ni mimi na wenzangu wengine 2. Kwa hiyo tukaletwa huku Dar es Salaam kwa Sheikh Kaporo. Kwa hiyo kulikuwa na kituo kinaitwa Darul Qur'ani. Kwa hiyo tukapelekwa pale tulikuwa watu 4. Kulikuwa watu 4. Kwa hiyo tukawa tuko katika hicho kituo, alhamdulillah tukawa tumehifadhi Qur'ani pale. Ilikuwa 2002 hiyo. 2003 Sheikh Kaporo akafungua kituo kikubwa cha Ibn Jazari. Kwa hiyo sisi tukawa ndio wanafunzi wa kwanza wa Markaz Ibn Jazari. Kwa hiyo mimi hapa ninapozungumza sisi ndio waasisi wa mwanzo. Sisi ndio intake ya kwanza kutoka hapa. Ndio ile dufa ya kwanza ile ndio sisi wenyewe hapo. Kwa hiyo akawa ametafuta nyumba maeneo ya Kinondoni pale maeneo ya Kinondoni Biafra kwa chini pale. Basi ile nyumba ndio sisi tukawa wanafunzi wa mwanzo, tulikuwa takriban kama wanafunzi 40. Kwa hiyo ndio tukawa tumeanza pale. Alhamdulillah tukamaliza mpaka 2005, tukawa wote tumemaliza kuhifadhi Qur'ani na tukafanywa hafla ya kumaliza. Kwa hiyo baada ya hapo Sheikh Kaporo akasema bwana, nyinyi mnatakiwa mjiendeleze kiilmu. Kwa hiyo akatupeleka markazi ya Al-Haramain pale Shauri Moyo na Lindi na Shauri Moyo Kariakoo pale. Kwa hiyo tukaenda kusoma thanawi pale miaka 3, lakini wakati ule ilikuwa ni mwaka 2007. Tulianza 2006 pale Haramaini. 2007 Sheikh Kaporo akanambia bwana, nyinyi sasa itabidi nikupeni vituo kidogo mwanze mazoezi na nyinyi kwanza kuwa walimu. Kwa hiyo pale ndio nikaanza kwanza kufundisha kuhifadhisha ni 2007. Kuna kituo kimoja kiko kwa Azizi Ali. Kwa kinaitwa Markaz al-Hiswa. Kwa hiyo mimi nikapelekwa pale kama mwalimu. Nikamwambia Sheikh Kaporo, mimi sijawahi kuhifadhisha. Ambia usiogope, unaogopa nini? Si wenyewe tulianza hivyo. Kwa hiyo nenda. Kwa hiyo tulikuwa kama watu 5 hivi, kila mtu akapewa kituo chake. Kwa kweli nilienda nikiwa na nini, yani hofu bado na hali ya juu. Nimefika pale kile kituo nikakuta wanafunzi ni wengi. Na watu wametangaziwa mwalimu anakuja hivi na hivi, yani zile watu wana shamra zote za kumpokea mwalimu. Kwa kweli mimi moyo wangu unaenda mbio. Nitalivaje hili jambo? Hivyo nilipofika pale wakanipokea wale walimu, nikakaa nao vizuri. Basi nikakabidhiwa nikaanza kazi. Nilichokifanya pale nikachukua wanafunzi 40
nikaanza nao kuhifadhisha, kwa sababu kwa wanafunzi kama 300 niambia siwezi kuhifadhisha wote 300. Kwa hiyo nikachagua halaka ya watoto 40 nikaanza nao, basi nikawa niko nao mpaka baadaye wakawa kama 30 hivi. Kwa hiyo nikawa ndio mara ya kwanza pale, alhamdulillah nikafanya vizuri pale nilivyoanza pale, na wazazi wakapata message yangu, kwa sababu nilivyoanza pale wale watoto nilivyoandaa na nini, basi wakapeleka message nyumbani. Mtoto nyumbani kila wakati amekaa anasoma msahafu, ambia wewe imekwaje, mbona haikuwa taratibu? Nasema bwana, kuna mwalimu mpya kaja, ni mkali, anachapa na nini, usipopeleka kazi yani hamna amani. Basi bwana, muda fulani watoto wenyewe wakakaa vizuri, mpaka kuna mzazi mmoja, kuna siku moja akaja pale kituoni pale, akaniambia, akauliza, jamani, kuna Ustazi Saidi yuko wapi? Tumekaa na walimu wenzangu pale, Ustazi Saidi yuko wapi? Watu wasema kuna nini? Alafu mimi simjui mtu ananiambia hivyo. Akambia mimi namtaka tu nimuone tu. Basi akaambia bwana huyu hapa. Basi akaambia basi samani na kuomba. Kaenda na yule ilikuwa ni mwanamama, tukaongea naye akasema bwana, wallahi ustazi, mimi nikushukuru sana. Yaani kwangu sasa hivi kumenyoka hivi. Yaani magharibi hauoni mtoto kukaa kwenye TV, kila mtu ameshika msahafu. Zile kazi ulizowapa, asema bwana yule bwana kama kazi yake mbovu, utachezea mikwaju ya kutosha. Kwa hiyo kwa kweli mimi nikushukuru. Akanipa 10,000. No, kwa hiyo wallahi kwa kweli niliathirika na nikasema kumbe naweza kufanya kazi. Kwa hiyo kama wakanipa hamasa fulani. Kwa hiyo alhamdulillah, baada ya hapo pale kwa Ziziali nilifundisha miaka 2, 2007 na 8 na 9 pia miaka 3. 2009 katikati nikapata nafasi ya kwenda kusoma Sudani. Kaenda kusoma Sudani. Kwa hiyo nikaacha kile kituo. Kwa kweli walisikitika sana. Kwa Sudani ukaenda kusoma? Nilienda kusoma degree. Nilienda kusoma degree. Degree ya sheria. Kwa hiyo nilivyotoka pale kwa kweli niliachana nao vizuri, alhamdulillah. Wakanifanyia hafla kubwa ya kuniaga, wakanipa hela nyingi wazazi, mwingine $100, $50. Kwa hiyo nimeondoka kwa kweli alhamdulillah, nilifurahi pale na hawakunisahau, na mpaka sasa hivi wakiniona lazima na baadhi ya nyakati waga wananiita bwana njoo, unaona. Kwa kweli baada kutoka sasa ni kwenda Sudani 2013 mwishoni ndio nikarudi. Nilienda 2009. 2009 mpaka 2013. 13. Ukarudi sasa ukiwa umeshapata degree yako ya sheria. Nimeshapata degree yangu ya sheria, nikarudi pale. Niliporudi hapa Tanzania nikawa niko kwa ndugu zangu, lakini Sheikh Kaporo akaniambia njoo. Akaniita akaniambia bwana wewe sasa hivi umeshakuja. Kwa hiyo bwana wewe kituo hiki ni chako. Jazari huko. Bwana wewe sasa hivi ingia huko Jazari. Ndio rasmi ukaingia sasa Jazari. Sasa lakini wakati ule kuna bwana mmoja kutoka Burundi. Tulikutana Sudani. Kule Sudani nilipata msikiti nikawa naswalisha kule Sudani. Kwa hiyo wakati niko kule Sudani, yule bwana aliniona akaniambia bwana ukirudi Tanzania mimi nitakuhitaji ukawe imamu wapi? Kule Burundi. Kwa hiyo nilivorudi, alivyosikia nimerudi akanitumia nauli bwana njoo Burundi. Kaambia Sheikh Kaporo bwana naenda Burundi kuna jambo kidogo. Kaambia usije karubuniwa na watu urudi huko. Kaambia basi ngoja nikaone kuna jambo ameniita. Kaambia nenda lakini urudi. Niko kweli nimeenda Burundi pale, nikakaa pale Bujumbura pale kwa kama wiki 2 hivi. Wakanipa msikiti nikaswalisha kwa wiki 2. Wakaniambia bwana wewe ushapita, wewe ni imamu. Kipindi kile waliniambia watanipa 700 ya Burundi, ambayo ilikuwa inatofautiana kama 10,000 na Tanzania. Yaani Tanzania 690 wao 700. Nikasema 700 kwa alafu ndio nimerudi, nimetoka chuo sina hichi wala lile. Nikasema bwana hapana, Sheikh Kaporo kanitoa mbali, kanilea, siwezi kumsaliti. Nikarudi, nikaacha, kaambia basi ngoja nikafanyeni maandalizi. Niliporudi kwa kweli nikaambia siwezi kurudi. Kutokana na mazingira huko na majukumu, kwa hiyo ndio kaingia Jazari sasa moja. Sheikh Kaporo akaniambia bwana wewe ingia Jazari, anza kufundisha. Kwa hiyo nikapewa kitengo cha dini pale, kakuta walimu zangu pale akina Sheikh Ali Asa, akina Sheikh Mfaki na walimu wengine ambao ndio walikuwa walimu wetu. Maana Sheikh Ali Asa ndio alitufundisha wakati sisi ndio tunasoma Markaz Ibn Jazari tukiwa wanafunzi. Kwa hiyo tumerudi kuja kufanya naye kazi. Kwa hiyo wakatupokea vizuri tangu siku hiyo 2014 mpaka leo hii tunavyozungumza niko Markaz Ibn Jazari nikiwa tunaendeleza gurudumu hili la kuwafundisha vijana Qur'an. Mashallah, ni safari ndefu ya Qur'an. Naam. Kwa muda ambao tuelezea toka umeanza Singida vijijini mpaka kuja kufikia
kuwa mwalimu Ibn Jazar bila shaka ni safari ndefu sana. Safari ndefu. Kuna changamoto nyingi umezipitia, lakini kwa sababu ya muda utueleze changamoto ambayo hutoisahau kwa safari yako yote hii na Qur'an. Changamoto gani ambayo huwezi kuisahau kwamba kaona hii kama nisingekaza misuli basi pengine ningekata tamaa na safari yangu ingeishia hapa? Changamoto yangu ambayo kubwa ambayo siwezi kuisahau ni changamoto ya kutoka kijijini kuja Singida mjini. Ile ilikuwa ni changamoto kubwa sana kwa sababu ndugu zangu walikuwa hawataki mimi nikasome. Kwa hiyo ikawa ni kipindi kigumu sana. Ndugu zangu kama vile waambia bwana, wewe kama utaenda kusoma huko basi sisi tutakalo kukuta huko na nini. Na nikawa naishi maisha magumu kwa sababu kwa sipati mtu wa kunisaidia angalau matumizi. Kwa hiyo nilikaa katika maisha magumu pale. Wakati mwingine mama yangu mzazi ndiye anambia bwana, njoo chukua mahindi nyumbani ya kula. Na kutoka kijijini mpaka mjini ni kilomita 50. Kwa hiyo unakuta kwamba changamoto kwa kweli nilipitia maisha magumu pale kwa mwaka wa kwanza na wa pili. Baadaye Mwenyezi Mungu akarahisisha na nikapata darasa pale Singida, nikawa nafundisha kwa mtu akawa ananipa 1500 kwa mwezi. Kwa hiyo kidogo inanisaidia, lakini kubwa changamoto ambao kama nisingesimama imara na maana ningerudi kijijini na nisingeweza kufika huko nilikofika. Twende kwenye mafanikio kwa sababu kwa vijana ambao wanatamani kuwa kama wewe, unaweza kuwa wanatazama alafu akaona kwa hadithi ya safari uliotueleza mpaka ulipofikia kwa changamoto kama hizo, akaona kama ni safari ndefu iliyokuwa na mengi, muda mrefu mpaka umeweza kufikia hatua ya kuwa mwalimu. Tu akawa anajiuliza na maana kuna mafanikio gani ambao pengine naye kwa anaweza kawa ni motisha kamshawishi akakaza buti ili kuweza kufikia katika hatua hizi ambazo nimefika. Mafanikio kwa kweli, mafanikio yako ni mengi na nimepata mafanikio makubwa kwa sababu kwanza kwa Qur'ani hii imenipa mafanikio mengi sana kwa sababu ukiangalia mimi kutoka kijijini mpaka kufika Dar es Salaam mpaka kwenda Sudani ni parefu. Na haya yote sio kwamba mimi na uwezo. Hii yote Qur'ani kwa inanisafirisha. Kwa Qur'ani, kwa tiketi ya Qur'ani tayari napata misaada mingi. Kwa hiyo alhamdulillah nimemaliza Markaz Ibn Jazar kuhifadhi, nikapelekwa Haramaini. Ni mafanikio ambayo sikutaraji wala katika akili yangu kama nitakuja kusoma Haramaini, lakini nikajikuta nikasoma Haramaini, nikakuta nimemaliza pale, nikapelekwa Sudani. Kiasi ambacho mimi sikuwa na uwezo kusema nipande ndege, sina uwezo wa kununua tiketi, lakini kwa Qur'ani nikajikuta kwamba tiketi shekhe wakanitafutia tiketi nini kila kitu, kwa maana mambo yakaenda vizuri. Na hata pia nilivyofika kule Sudani nikapokelewa vizuri na nikapewa msikiti, nikawa naswalisha. Kwa kweli ni moja ya mafanikio ambayo nikaishi chuoni, nimeishi maisha mazuri, na huku pia Dar es Salaam nimeishi maisha mazuri, na sasa hivi ninarudi alhamdulillah, sina mali sina nini, lakini maisha ninayoishi kwa kweli ni maisha ambayo yananipa faraja kubwa sana kutokana na mafanikio haya ya Qur'ani. Na mpaka sasa hivi niseme kwamba kwa sasa hivi hakuna mkoa nisiojua kwa sababu kwa Qur'ani. Kwa sasa hivi alhamdulillah, baada ya kurudi mwaka 2019 Sheikh Kaporo ambaye ndio mwenyekiti wa jumuiya kuhifadhisha Qur'ani alinichagua kwamba kuwa ni msimamizi wa Qur'ani Tanzania. Kwa hiyo nikaa sasa lile jukumu ambalo alikuwa analifanya Sheikh Kaporo la kuzunguka mikoani kama nilivyokuambia, ilikawa jukumu langu, na mpaka sasa hivi ninavyozungumza hilo ni jukumu langu. Kwa hiyo mashindano haya ya Sheikh Kaporo washiriki mimi na kuna msaidizi mwenzangu ambao ndio najua niwapate wapi, tufanye nini. Kwa hiyo mikoani kama tunatoa semina sasa hivi kama hivi, huwa jumuiya yetu ya kuhifadhisha Qur'ani tunatoa semina kwa walimu wa Qur'ani, mafunzo mbalimbali kwa walimu wa Qur'ani. Kwa hiyo tunatembelea mikoa yote ya Tanzania. Kwa hiyo niseme kwamba miongoni mwa faida kwamba Tanzania sasa hivi nimetembea, nimejua vizuri, lakini bado tumepata ziara nyingi za kwenda nje, semina. Kama juzi kati hapa tulikuwa Dubai kwenye semina ya walimu wa Qur'ani. Kwa hiyo haya yote ni mafanikio makubwa ya Qur'ani ambayo haya ni mafanikio makubwa ambayo nimeyapata kwa kupitia Qur'ani. Unaona? Kwa hiyo kwa kweli mafanikio niliyopata ni makubwa na bado na tunaendelea kuyapata mafanikio makubwa ya Qur'ani. Sawa, muda wetu umekimbia sana. Mwisho kabisa
niweze kukupa fursa na uweze kutoa nasaha zako kwa wanafunzi, lakini pia ndakupa fursa utoe nasaha kwa wazazi, kwa sababu wao ndio wamekuwa chachu, yani kwenye mafanikio ya kila mtoto kwenye kuhifadhi Qur'an. Basi kwa asilimia kubwa utakuta nyuma kuna mzazi ambaye alikuwa anatekeleza majukumu yake na kutimiza wajibu wake kama mzazi kuhakikisha mtoto anaisoma Qur'an. Kwa hiyo utoe nasaha zako kwa wanafunzi, lakini utoe nasaha zako kwa wazazi, lakini mwisho nasaha kwa Uislamu kiujumla, tukizingatia tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, mwezi wa Qur'an. Nasaha zangu kwa vijana wanaohifadhi Qur'ani na kwa wazazi kwa ujumla wake, niseme kwamba Qur'ani tibiana likulli shay'in. Qur'ani ni tiba ya kila kitu. Yani waondoke na kanuni hii. Qur'ani yenyewe ni nini? Ni tibian likulli shay'in, ni tiba ya kila kitu. Kwa hiyo wazazi, mkitaka watoto watibike, wawe wazuri kitabia, kiakhlaqi, sijui kinini, wahifadhi Qur'ani. Hawa watoto wahifadhishwe Qur'ani. Na kijana ukitaka mafanikio, kwa sababu Qur'ani ndio tibiana likulli shay'in, ni tiba ya kila kitu. Kwa hiyo ukitaka tiba ya maisha yako yawe mazuri, wewe hakikisha kwamba hifadhi Qur'ani, shikamana na Qur'ani. Na Qur'ani hii ni nyepesi, walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fahal min muddakir, kwamba Qur'ani hii ni nyepesi. Au wafasiri wanasema ataisiru huna, ataisiru fil hifdhi, fil amali, fil hukm, fi kaza. Kwa hiyo Qur'ani ni nyepesi. Kwa hiyo ndugu zangu, tushikamane na Qur'ani. Haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukishikamana nao, tukaishi nao, basi maisha yetu yatabadilika. Tutaishi na aya kwamba Qur'ani hii ni tibiana likulli shay'in, kwamba ni tiba ya kila kitu, itatutibia mambo yote, itatutengenezea dunia yetu na akhira yetu kwa ujumla wake. Kwa hiyo wazazi wanaoona kwamba kumpeleka mtoto wako kwenye Qur'ani unampotezea wakati una nini, huko ni kumpoteza mtoto. Mrudishe mtoto ahifadhi Qur'ani. Na vijana wengi, tajriba iliyofanyika sehemu nyingi kwamba imeonekana kwamba vijana waliohifadhi Qur'ani na ndio wanafanya vizuri katika masomo ya sekula. Kwa hiyo hii ni Qur'ani tibiana likulli shay'in, kwamba ni tiba ya kila kitu. Kwa hiyo niseme kwamba kwa vijana na kwa wazazi kwamba chukueni kwamba Qur'ani ni tiba ya kila kitu. Mwenye matatizo ya kifamilia, mwenye matatizo ya kiuchumi, matatizo ya kinini, yote haya yanatibiwa na Qur'ani. Kwa hiyo tushikamane na Qur'ani, tuhifadhi Qur'ani, tuisome Qur'ani. Tukiishi na Qur'ani, basi tiba ya mambo yote haya yataisha na mambo yote yatakaa vizuri. Qur'an ni tiba ya kila kitu. Hayo ni maneno ya Allah, lakini ndio nasaha ambazo Ustadh Said Othman Matembe anatuacha nazo tuweze kuzifanyia kazi. Mtazamaji na msikilizaji wa Ncha Kali Podcast, hii ni Ncha Kali Podcast ikiwa ni msimu maalum wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, msimu ambao tunaangazia wale wanaokitumikia kitabu cha Allah tabaraka wa taala, watumishi wa Qur'an tukufu. Leo tulikuwa naye Ustadh Said Othman Matembe. Tumeweza kuisikia safari yake na Qur'an, lakini tumeweza kujifunza mengi sana kutokana na safari hiyo na Qur'an, lakini mwisho ameweza kutunasihi kwa nasaha ya kwamba Qur'an ni tiba ya kila kitu kama anavyosema Allah tabaraka wa taala. Baada ya kusema hayo, mimi niendelee kukumbusha tu ya kuwa kipindi hiki cha Ncha Kali Podcast ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kitakujia kila siku muda na wakati kama huu, ukiwa ni msimu maalum wa kuangazia wale ambao wanakitumikia kitabu hiki cha Allah tabaraka wa taala. Baada ya kusema hayo, hatuna la ziada. Mimi naitwa Rajab Msami, tulikuwa naye Ustadh Said Othman Matembe. Tunakuaga kwa kukwambia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.